Ili uweze kuharakisha kasi ya mafanikio yako, jifunze kutumia muda wako vizuri. Kwa maana hakikisha muda wako unatumia kwenye mambo ya msingi, badala ya kutumia muda wako kwenye mambo yasiyokuwa ya msingi. Kumbuka, kama hujali namna kutumia muda wako vizuri, tafsiri yake huwezi kufika mbali sana. Maana tofauti ya waliofanikiwa na wasiofanikiwa, waliofanikiwa wanatumia lisali moja kila siku kuwekeza katika taarifa na maarifa ya kutosha juu ya kitu wanachokifanya kila siku. Lakini wasiofanikiwa wanatumia masaa 3 kila siku kuangalia movie, tamthilia pamoja na mpira. Kwa hiyo ili uweze kuharakisha kasi mafanikio yako, jifunze kutumia muda wako vizuri, kwa maana hakikisha muda wako unautumia kufanya mambo ya msingi. Vile vile ili uweze kuharakisha kasi mafanikio yako, hakikisha shauku ya mafanikio inakuwa kubwa kuliko hofu ya kushindwa. Kwa maana hiyo, amini katika uwezo wako. Amini utafanikiwa. Amini utafika katika hatima ya mafanikio yako. Hakikisha unachopanga kukifanya, unakifanya kwa wakati sahihi. Usiwe mtu wa kugairisha mambo. Kwa hiyo, kuwa na shauku kubwa ya mafanikio kuliko hofu ya kushindwa. Kumbuka, unapokuwa na shauku ya kupata oksijeni ukiwa ndani ya maji, vivyo hivyo kuwa na shauku kubwa ya mafanikio kuliko hofu ya kushindwa. Bila kusahau, mafanikio yako ndiyo furaha yangu. Asante sana kunisikiliza, na Mungu awabariki.